Kichwa cha somo, tunajua tuna kongamano, lakini hebu andika kichwa cha somo: kuona udharura wa kuhubiri Injili. Andika kuona udharura wa kuhubiri Injili. Yes. Kuona udharura wa kuhubiri Injili. Tutasoma kwenye kitabu cha Marko mlango ule wa 16 mstari wa 14 hadi wa 28. Tunasoma kwa habari ya agizo kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Injili ya Marko, Injili ya Marko mlango ule wa 16 kuanzia mstari ule wa 10 na tasoma kuanzia mstari wa 14 hadi wa 18. Biblia inasema, baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha nyingine, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Naomba tuombe. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya siku njema ya leo ambayo Mungu umetuwezesha. Neno lako ni jipya kila siku. Ninaomba neema yako, naomba neema yako Mungu, ile neema iwezesha, ninaomba ikawepo juu yangu kwa ajili ya watu wako hawa wa thamani kabisa, ambayo wewe uliwaita kwa majina yao ili waweze kukujua wewe Mungu. Baba, katika jina la Yesu ninaomba ukawabariki watu wako, na neno lako ukalibariki jioni ya leo, ili Bwana likazae matunda kama ambavyo wewe umekusudia. Katika jina la Yesu ninakushukuru Mungu mkuu sana, kwa jina la Yesu, amen. Amen. Jamani, amina. Kama ambavyo nimesoma, haya ni maneno ya Yesu mwenyewe. Amen. Yes, asante sana. Haya ni maneno ya Yesu mwenyewe. Mistari hii tunaifahamu kwa jina la agizo kuu. Amen. Unaweza linaambatana sana na kitabu cha Mathayo 28:18 hadi 20. Jamani, amina. Yesu anaandika haya maneno akiweka mkazo kwenye mambo ambayo wanafunzi wanapaswa kufanya baada ya yeye kuondoka, kwamba kazi ile ambayo alikuwa akiifanya, kwamba sasa na wao wataenda kuifanya. Jamani, amina. Naposema agizo kuu, maana yake neno hili agizo linafahamika. Amen. Neno agizo linafahamika ni kutumwa, kwamba nimetumwa, nimeelekezwa, nimeambiwa kuna jambo la kwenda kutekeleza pale. Jamani, amina. Sasa tunazungumza kwa habari ya kuona udharura wa kuhubiri Injili. Tunazungumza habari ya, tunapozungumzia udharura maana yake ni kitu ambacho hakisubiri kesho. Sawa jamani, Hakisubiri nini? Hakisubiri kesho. Kinahitajika kufanyika sasa, wala sio baadaye. Yaani kinahitajika kufanyika sasa hivi. Na tunapozungumzia kuhubiri Injili, tunafahamu neno hili Injili ni neno ambalo wengi kama watu wa kanisa, wa kanisani, wa Kristo, sisi tuliookoka tunajua ni habari njema. Amen. Jamani, amina.
Kwa lugha ya Biblia wanasema evangelio, lakini ikiwa na maana ya habari njema. Jamani, amina. Manake unaposema habari njema, manake huyu mtu yuko mahali pabaya, alafu kumbe kuna, pamoja na kwamba yuko mahali pabaya, kuna habari njema. Jamani, amina kabisa, kuna habari njema. Na mimi nashukuru Mungu sana, nimshukuru kanisa hili, mmebarikiwa. Naomba niseme hili kanisa mmebarikiwa. Hili kanisa mmebarikiwa kwa sababu mmepata mchungaji mwinjilisti. Na waeleza, mmepata mchungaji mwinjilisti. Sasa mtaona mahali ambapo ninyi mna baraka kiasi, mna baraka kuliko waumini hata wa makanisa mengine. Ninyi mmebarikiwa. Jamani, amina. Sasa Yesu anazungumza na wanafunzi wake, kwenye ule mstari wa 15, anasema akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Jamani, amina. Anasema neno enendeni. Neno enendeni kwa lugha jamani ya kawaida manake ni kwenda, si sawa jamani Yes, hilo neno enendeni. Tuangalie hilo neno enendeni. Neno hilo enendeni maana yake lina maana ya kwenda, na ukiliangalia sana ni lugha fulani ya amri, ni lugha ya agizo. Jamani, amina. Yes, ni lugha ya agizo. Anasema nenda, ni agizo ambalo Mungu analitoa. Na unajua kwenye mpango wa Mungu wa kuwatafuta watu waliopotea, kanuni inaonekana aliyepotea ndiye anatafutwa. Sawa jamani aliyepotea anatafutwa. Yesu anatoa hilo agizo, anasema enendeni. Na anaposema enendeni, nimesema anatumia hiyo lugha ya amri. Na unajua Mungu hata kwenye agano kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 9, kwenye Mwanzo 3 mstari wa 9, Mungu anajitokeza, anamtafuta Adamu na anapiga kelele, anasema Adamu uko wapi? Jamani, amina. Yes, anatumia ile neno, anasema Adamu uko wapi? Yani Mungu anamtafuta Adamu kwa sababu Adamu amepotea. Kwa hiyo Mungu anamtafuta. Kwa hiyo naposema kwa habari ya neno hili enendeni, watu ambao hawamjui Mungu siku zote lazima waendewe. Ni lazima wewe ufunge safari, kwa sababu haelewi kama amepotea. Mtu aliyepotea huyu tunayemzungumzia, mwenye dhambi hajui kama amepotea. Hata wewe kabla ulikuwa huelewi kama umepotea. Wengine tunajua tu, wengine tulikuwa wabishi, lakini Mungu anaonyesha, anauliza, anasema Adamu uko wapi? Kwa maana anajua hawa watu wamepotea, wanahitaji kutafutwa. Jamani, amina. Wapendwa, Bwana asifiwe. Utakuja kushangaa kuna kitu hapa kinaonekana pia. Mungu wakati anataka kuanzisha umisheni wake wa kumtafuta mwanadamu, anamuita Abraham. Jamani, amina. Anamuita Abraham. Ile sura ya 12 ya kitabu cha Mwanzo, anamtuma Abraham ili kwamba sasa Abrahamu aanzishe kizazi cha wamisheni, kizazi cha kwenda kutafuta watu mwingine. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo 12, inasema Bwana akamwambia Abraham, anasema toka wewe katika nchi yako. Hebu sema toka wewe katika nchi yako. Yes, agizo pale ni kutoka. Anatakiwa aende kwenye nchi yake, atoke kwenye nchi yake, aende kwenye nchi nyingine ambayo yeye Bwana anamuamuru. Jamani, amina. Kwa hiyo bado kanuni ni ile ya kwenda. Kanuni ya Mungu bado ni ile ya kwenda.
Mstari wa 10 na mstari wa 2 anasema, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki. Anasema nitakufanya kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Anatumia hili neno, anamwambia nawe utakuwa baraka. Jamani, amina. Mstari wa 3 anaendelea kusema neno, anamwambia nami nitawabariki wakubarikie, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Hebu sema amen. Anasema na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa, lakini ni baada ya kutoka. Jamani, amina. Ni baada ya kufanyaje? Lazima atoke mahali pale alipokuwa. Mstari wa 4 anasema basi Abraham akaenda kama Bwana aliyomwamuru. Hii imekaa vizuri. Anasema Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Kwa hiyo lile neno Yesu anasema enendeni ni lugha ya amri, si sawa jamani? Lakini Bwana yule anamwambia Abraham, toka kwenye nchi yako uende mpaka nchi ya ugenini ambaye nitakuelekeza. Na hapa tunasoma mstari wa 4 anasema Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Alikuwa anajua ni kitu gani ambacho Bwana anakitaka. Bwana akisema nenda, unaenda. Jamani, amina. Wapendwa, Bwana asifiwe. Kabisa, anaposema nenda, unaenda. Ngoja nikueleze kitu kidogo. Mimi ni shahidi. Mungu anaposema nenda, ni vizuri ukaenda. Mungu akisema nenda, na ni vizuri kuwa sensitive na sauti ya Mungu. Ni vizuri sana kuwa makini na sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu inaposema, kabla haijakoma, ni vizuri kuisikiliza. Nilipomaliza chuo cha Biblia Dodoma, mimi sijamaliza chuo miaka mingi sana. Nilimaliza 2011. Moyoni nilikuwa ninawaza ninaenda kuanza kanisa wapi? Tuko kwenye hili neno nenda. Jamani, amina. Go, nenda. Nikatoka pale. Na unajua sisi, Mungu akikuita wewe, anaponiita mimi, mpango mzima ni Mungu mwenye. Amina. Sisi ni watekelezaji tu. Yaani mwenye ratiba, mwenye mipango ya mahali unaenda na kitu unatakiwa kufanya, anayejua ni Mungu. Kwa hiyo nimemaliza chuo cha Biblia, nimeenda nyumbani 2012. Nilitaka nitumie kuwa kama mwaka wa kumtafuta Bwana. 2012 ile nikakaa, kwa sababu nyumba tuliyokuwa tunakaa ilikuwa ni ndogo, ni chumba tu na sebule. Kwa hiyo niliondoka pale, nikawa naenda kumtafuta Bwana, naenda guesti, nakaa wiki nzima, narudi nyumbani, nakaa wiki nzima, narudi nyumbani, nakaa kule wiki nzima. Mke wangu ananipitia, anaenda kazini, ananikuta, ananiacha pale. Sauti ya Mtakatifu ikaniambia, wakati huo nilikuwa naishi mahali pa Bukombe. Nikaenda, nikiwa Bukombe nikasikia sauti inaniambia, niko Ushirombo. Nikamji kadogo sana, ni kama mbali kidogo, kilomita kama 100 mbali na Kahama. Nikasikia sauti inaniambia mahali pa kwenda kupanda kanisa ni Kahama. Sasa sikuwa nimewaza kwa nini Kahama, na mimi Ushirombo pale nilishapapenda. Nimekaa pale, nimenunua mashamba ya kutosha kwa sababu fursa zilikuwepo. Nimenunua viwanja, haraka tumeanza kujenga nyumba imeanza kukamilika. Kwa hiyo moyoni nina furaha kwamba ninaenda kuishi kwenye nyumba ya kwanza, na nimekamji kale ni kadogo,
tumefanya matukio ya injili na nini. Kwa hiyo pale ni kama nina moyo wangu umekamatwa pale. Tulioifanya tamasha moja kubwa pale mjini, likatikisha ule mji. Watu wakawa wanajua Gewe anaenda kufungua kanisa hapa Ushirombo, na wakawa kila moja akaanza kusema mahali Gewe ataanza kanisa na mimi nitaenda kwenye hilo kanisa. Kwa hiyo wachungaji wanazungumza, wa EAGT washirika wanazungumza, wanasema tutaenda pale. Sasa mimi sio aina fulani ya watu wanaopenda vita na wachungaji. Moyoni sikupenda sana kile kitu, lakini nimeshapanga mahali pa kupanda kanisa. Nilijua kabisa nitapanda pale na niko tayari, ingawa sijasema kwa mtu yoyote kwamba nitaenda kupanda kanisa pale. Wakati nimepanga mipango tayari kamilika, ndio ninasikia hiyo sauti, unaenda kupanda kanisa Kahama. Haikukaa vizuri. Moyo wangu uko Ushirombo. Akili yangu iko Ushirombo, moyo sasa umekamatwa, nenda Kahama. Nikamwambia mke wangu, nasikia moyoni naenda Kahama. Akanishangaa kidogo, lakini ndio hivyo. Lile jambo kadiri siku zilivyoendelea kwenda, ndio niliendelea kusikia Mungu ananigusa moyoni, ananiambia niende Kahama. Tukakubali, tukaenda. Kabla ya hizo siku hazijafika, nikaenda nikafanya survey. Nilipofanya survey ya kutosha, nikaenda mji wa Kahama, nikapaona vizuri. Nilipopaona vizuri, kaona mahali pa kufungua kanisa ni mahali fulani panaitwa Igomelo. Sio mbali na ofisi ya mkuu wa wilaya, ni jirani na ofisi ya mkuu wa wilaya, ni jirani na TRA, ni jirani na ofisi za NSSF, ni jirani na ofisi ya zimamoto. Kituo cha polisi hakiko mbali, hospitali ya wilaya haiko mbali. Sasa akili yangu inaniambia hapa ndio mahali pale, na mahali pale barabara iko hapo, umeme uko hapo, maji yanapatikana, kila kitu kinapatikana. Mungu akisema nenda, anajua kwa nini anataka uende, anajua. Nilipofika pale, nikawaza sasa ninataka kuanza kanisa hapa. Siku moja saa 5 nimefika pale saa 5, nikasikia sauti ya Roho Mtakatifu inaniambia endelea kwenda kusini. Endelea kwenda kusini. Nikaondoka, ninaenda kusini. Nikavuka barabara kubwa, na wakati ule 2012 pale palikuwa hapapiti, yani ukienda mbele hakuna umeme, hakuna maji, hata hakuna barabara. Nikaendelea kwenda, naenda na sauti inaniambia endelea mbele, na nasikia sauti kila nikifika, nasema Bwana ni hapa, ananiambia endelea mbele. Nikaendelea mbele, ni hapa, endelea mbele. Akili yangu ikakata tamaa ya kwamba hapa sio mahapa. Akili nakata tamaa, huku sio, lakini moyoni nasikia sauti inaniambia. Mwishoni nikafika kwenye shule, nikasikia sauti inaniambia tena anzia huduma pale shuleni. Nilitaka kulia kwa sababu ni majarubani, yani shule yenyewe imejengwa kwenye majaruba ya mpunga. Barabara hakuna umeme, hakuna maji, yani masika yakifika huwezi kufika pale, lakini sauti inaniambia hapo. Mwishoni nikasema ngoja tu nikubali. Nikamtafuta mwenye shule kwa shingo upande, akakubali. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu akisema nenda, ni vizuri kuelewa, maana mwenye mipango yote ni yeye mwenyewe. Nikaenda. Nilipofika pale nikaanza huduma. Tulipoanza huduma, yule jamaa aliyeanza shule, mwenye shule akaniambia kitu ambacho moyoni kiliniumiza. Akasema mahali hapa
Kuna mchungaji alishaanza kanisa hapa. Alipoanza kanisa hapa, aliondoka, ameacha mke wake, ameenda kuoa mke mwingine. Akasema huyo akaondoka, amekuja tena mwingine na akaacha mke, akaondoka, sasa mke mwingine. Akaniambia na wewe uwe makini. Moyo nikasema haiwezekani, nampenda mke wangu, hiyo kitu haiwezekani. Nikapata vitisho, nikamwambia hapa ninaenda kwanza. Bwana we. Nikaanza huduma pale Jumapili ya tarehe 6 Januari 2013, tukaanza kanisa pale. Tukaanza kama tunaenda upande wa pili wa kanisa, sio mbali sana. Nikaona mchana saa 7 kizee kinafanya ibada kwenye kaburi. Bibi anafanya ibada kwenye kaburi, anajigaragaza kwenye kaburi mchana, alafu anafanya ibada, anaongea na miungu yake, anasema na ile miungu. Unaona namna anavyofanya, anawapa maziwa, anafanyaje. Na baadaye kuna mtu mmoja akaniambia huyu mama ni mmoja ya wamama wachawi kwenye huu mji. Ukianza kazi ya Mungu mahali hapa, huwa anapambana naye na mchungaji lazima utaondoka. Nikawaambia sio mimi, mwinjilisi sio mimi. Nikarudia maombi ya 2012. Jamani, Bwana asifiwe. Kumbe Mungu anajua sababu toa kule na kunipeleka pale. Jamani, amina wapendwa, Bwana asifiwe. Nilipofika pale tukaanza ibada, nikaanza ku notice kitu kimoja. Kila weekend kuna msiba, kila Ijumaa, Jumamosi, Jumapili kuna msiba. Kila weekend Ijumaa, Jumamosi kuna msiba. Tukaendelea, lile jambo likanikera sana. Siku moja yule bibi alihisi hali ya hewa sio nzuri, akaja karibu na mlango wa kanisa, akajisaidia saa 9, saa ya kwenda kuanza ibada. Tunamuona kwa macho, huyo hapo anajisaidia. Jamani, amina. Mungu akisema nenda, inabidi uende, maana Mungu ajua. Tulipofika pale, vita ile haikuwa nyepesi. Tuliendelea na maombi, tulipambana na maombi. Kumbe yule mama alikuwa amekamata lile anga, watu wote wa eneo lile alikuwa amewaweka hapa. Huwezi kuamua chochote, hata nyumba huwezi kujenga, na kwenye ule eneo hakuna mtu aliyeweza hata nyumba kujenga. Hawajajenga hata nyumba. Kulikuwa na magofu ya ajabu. Kulikuwa na kanisa moja wapo la Kipentekoste, kukawa na lingine la Kipentekoste. Yale makanisa yalidumaa kiasi kwamba kama naota yanaenda mlangoni, majani yanaingia mlangoni. Sasa mimi nimeingia pale kwa neema ya Mungu, nimeomba mwaka mzima, nimemtafuta Mungu. Nataka nikueleze, watu wakaanza kuokoka. Sasa kwa kuwa kule Usukumani watu wanapenda ushirikina sana, uganga sana, upo uganga uko kila mahali, kwetu upo, hata mimi nimechanwa sana. Lakini mazingira ambapo injili haijahubiriwa, unatarajia nini? Nimefika pale tukaanza kuhubiri injili. Washirika akaokoka wa kwanza. Aliyekookoka wa kwanza ni mteja wake wa karibu na huyo bibi. Hiyo siku akamtokea usiku, anasema akiwa ndani yule mama, tumekemea mapepo yametoka. Yule mama usiku akaona kimbunga kinakuja kama kimbunga cha majivu, kimekuja kikaingia ndani. Kilipoingia ndani, anakiona yule bibi, akatokea usoni mwake, akamwambia sitaki uende kwenye lile kanisa, Siku ya pili akaokoka mwingine. Alipookoka mwingine,
Huyu aliendelea, akaokoka mwingine. Tulikemea mashetani, tulikemea mapepo, alikuwa anamfanyia vituko. Kuna siku anampiga ububu yule bibi, huyo mwingine ni mzee kama yeye, alikuwa anapigwa ububu, anakuja kanisani haongei. Inabidi tuanze kukemea mapepo, mapepo yanaondoka, yule bibi anakaa sawa, baada ya ibada yuko vizuri, anarudi nyumbani. Akaja mwingine tena, na yeye akaendelea hivyo hivyo. Siku akaanza sasa, anataka kututokea sisi uso kwa uso. Akamtokea mzee wa kanisa, akamtokea mke wa mzee wa kanisa. Saa 8 mchana sasa wamekutana kwa bibi ambaye alikuwa mteja wake. Wamefika pale uso kwa uso. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu akisema enendeni, anataka tuende. Akamtokea, anasema alipofika ile siku, ananisimulia huyo mama, walipokutana nyumbani kwa yule mshirika mpya, mwongofu mpya, yule dada akamsalimia shikamoo, akatikisha kichwa, akabalika sura, akafanya mikono hivi, akatoa na meno kama chui, akataka kumshambulia. Yule mama akamwambia, kwa jina la Yesu haunijui mimi. Akamwambia, kwa jina la Yesu haunijui mimi. Wakapambana, kelele zikawa nyingi, watu wakasikia kelele, watu wakatoka. Na nakwambia yule bibi anaogopewa. Ukimwona anatoka kule utakutana naye barabarani, maana kalikuwa kachawi kakubwa. Alipokutana na huyo mshirika, wakapambana. Yule mshirika anasema toka kwa jina la Yesu, yeye anasema ngaa, anamsogelea. Yule dada akajipa moyo, akaanza kumsogelea, akapata kizunguzungu, akadondoka chini. Alipodondoka chini hakukaa sawa, aliamka mbio, aliyoitimua watu waliona vumbi, hajaonekana yule bibi. Jamani, amina. Baadaye akaenda kutushtaki serikalini, akasema hawa wanaharibu biashara yangu. Serikali ya mtaa ikamwambia, mama, wewe unafanya kazi ya kiroho, hawa wanafanya kazi ya kiroho, endeleeni na kazi yenu, atakayelemewa naondoke. Jamani, Bwana asifiwe. Hatukuondoka sisi, yeye watu wake waliporomoka, na akaenda kuambia serikalini, ninanunua majini yangu kwa hela mingi. Nasema nyingine nimenunua siku za karibuni kutoka Zanzibar, na lenyewe linataka kuondoka. Na kuambia, baada ya kusema hayo maneno, watu ndio wakamuogopa, na mimi nikapata taarifa, nikasema hayo majini sasa tunakoma nayo. Baada ya wiki moja akaenda kutoa taarifa, na lile jini lingine limeondoka. Kuanzia pale misiba ilikoma. Jamani, amina. Mungu anaona mambo wanayopitia watu wake. Akisema nenda, anamaanisha nenda. Akisema tukahubiri injili, anamaanisha nenda. Akisema tukahubiri neno lake, anamaanisha twende. Jamani, amina. Wapendwa, Bwana asifiwe. Abraham aliitwa, wapendwa, amina kabisa. Sura ya 3 kitabu cha Kutoka. Sura ya 3 kitabu cha Kutoka. Sura ya 3 kitabu cha Kutoka. Yes, sura ya 3 ya kitabu cha Kutoka. Biblia inasema, sura ya 3 kama umepata kitabu cha Kutoka, sura ya 3 kitabu cha Kutoka. Biblia inasema mstari wa 2, malaika Bwana akamtokea
katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama, na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Mstari wa 4, Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Hebu tusome mstari pamoja, mstari wa 7. Tusome kwa pamoja. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nimesikia kilio chao kwa sababu wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Yes, Bwana anamwambia Musa, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, maana nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Mstari wa 8 anasema, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Mhiti na Muamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Mstari wa 9 anasema, natazama kilio cha wana wa Israeli kimenifikilia, tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu anaona watu wake. Jamani, amina. Mapito wanayopitia Mungu anayaona, mateso wanayopitia Mungu anayaona, maumivu wanayopitia Mungu anayaona. Yesu anaposema enendeni, anamaanisha anataka tuende kuwafikia wale ambao hawajafikiwa. Jamani, amina. Kuwafikia wale ambao hawajafikia, kuwafikia wale ambao wanahitaji kukutana na Mungu. Kuna watu ambao leo kwenye maisha yao wako wana vilio vikubwa mno. Hivi tunavyozungumza na wewe, kuna watu vilio vikubwa. Mungu awatokee. Hospitali hazijawasaidia. Jamani, amina. Hospitali hazijawasaidia, waganga hawajawasaidia, wana hali mbaya, wamefika mahali wanahitaji kuona Mungu akiwatokea. Sintasahau hili tukio kwenye maisha yangu. Kuna tukio sintalisahau kwenye maisha yangu. Wakati sisi kanisa tuko hapa, kuna watu kule wanatamani Mungu atengeneze njia, na hawamjui na hawajui hata watakavyomwona. Unajua, mwaka ule wa 2013 wakati nimeanza huduma, nilikuwa napita na shuhudia nyumba kwa nyumba. Kuna watu wana mateso kwenye hii dunia. Unajua, wanadamu tatizo kama haliko kwake, mwanadamu huwa halioni. Nimepita kwenye hiyo nyumba katika kushuhudia, nikafika kwenye hiyo nyumba, nikawasalimia, nikawashuhudia habari za Yesu, nikawashuhudia. Upande wa pili wa nyumba nikaona kama kuna mtu amelala pale. Nikawauliza, jamani, nini? Wakaniambia yule ni mgonjwa. Nikawauliza niwaombee. Mama akanyamaza kidogo. Ile nyamaza ilikuwa inanionyesha amekata tamaa. Baadaye nikamsogelea, ngambie, baba, tumehangaika naye, hatuna matumaini. Yule mama akasema, akaniambia, baba, kama unaweza kumwombea, muombee. Nikasubiri historia kidogo. Mama akaniambia, baba, huyo ni mwanangu wa kwanza, anaitwa Ana. Ananiambia ana miezi mingi anaumwa, ni zaidi ya miezi kama 8-9. Anasema anaumwa. Anasema hapo alipo ana tatizo la kutokwa damu kila siku.
anaisha damu kila mwezi. Damu ni lazima aongezewe. Kwa hiyo damu ilikuwa kila wiki anaongezewa damu. Sasa fikiria miezi 8, anasema tumeongeza damu, ndugu wameongeza damu, majirani wameongeza damu, tumefika hatuna uwezo tena wa kumuongezea damu. Anasema hapo alipo ana wiki 3 hajala, Kwa hiyo ndugu sasa hivi wameamua, wanasubiri tu acha afe ili kwamba na hili nalo lipite. Maana mateso ya miezi 8 sio mateso madogo. Na ukimwangalia Ana machoni, hauhitaji kuambiwa kwamba wewe, hauhitaji kuwa daktari kueleza yani kujua kwamba anahitaji damu au hahitaji damu. Ukimwangalia macho yake yalikuwa meupe kama karatasi, ukiangalia mikono yake ilikuwa meupe, ukiangalia ngozi Ana ni mweupe. Mama akasimulia ile habari, amekaa pale na wadogo zake wanamzunguka. Nikavuta ile picha kwamba ndugu zake walioko mbali vijijini wanasubiri msiba utokee ili Ana azikwe, na wale majirani wa pale wanasubiria tu lolote msiba utokee Ana azikwe. Hali ya kukata tamaa ilikuwa juu sana. Jamani, amina. Hali ya kukata tamaa ilikuwa juu sana. Alizungumza mama mpaka mwenyewe ile roho ya kwenda kumuombea ni kama sauti inaniambia hutaweza, huyo achana naye, ameshamaliza. Sasa moyoni nikajitia nguvu, nikasikia hali fulani ya kukasirika moyoni, nikasema ninaomba. Nilipomsogelea nikahisi kama kuna hali ya nguvu za giza. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa nasalia shuleni na ni saa 5 darasani, madarasa yanaendelea, sina mahali pa kumpeleka pa ibada, nikamchukua mdogo wake tukampeleka kanisa la mjini. Watu wamekata tamaa, wanasubiri kwamba anaenda kufa. Nataka nikueleze, tulipoondoka naye tunafika kwenye mlango wa kanisa la mjini, pepo zikaanza kujidhihirisha. Nikaruka juu nikasema, yes, leo mtaondoka hapa na Ana anaenda nyumbani, anatembea. Tumemleta kwa baskeli lakini tunarudi anatembea. Jamani, amina. Nakwambia tulikoma naye dakika 30 hazikutosha. Ana akafungua macho, Ana akainama, na mimi nimekosa hekima, furaha nilio nayo nikasema leteni wali, bila kujua kwamba hajala wiki 3. Tukamlisha wali. Tulipomlisha wali akawekelea na maji, nikamwambia haya nenda. Nakwambia tulianza kurudi nyumbani kwa mguu badala ya kupanda baskeli. Tulimekaribia nyumbani, wazazi walipomuona Ana, ilikuwa ni kila mtu mguu wake umsaidie, maana tunaona mzimu wa Ana. Mpaka mimi nilipopiga kelele, jamani, Yesu amemponya, Yesu amemponya, ndio wakasubiri. Jamani, amina. Wapendwa, Bwana asifiwe. Kile kijiji chote kilikuwa kinasubiri msiba. Ndugu zake wote wanasubiri msiba. Baada ya pale wanaambiwa nini kinatokea. Nataka nikueleze, wanaambia Ana sasa hivi anatembea, Ana anaenda kutafuta mboga, Ana sasa hivi anaenda sokoni, Ana sasa hivi anaenda kanisani, Ana amepona moja kwa moja. Yule mama alikuwa anatafuta namna ya kushukuru, namna ya kushukuru. Unamwona kuna saa ananisalimia, anainamisha kitu, naambia mama acha, haya ni mambo tu ya Mungu. Kuna saa anapiga magoti, naambia mama acha. Kuna saa anatafuta, na mama mwenyewe hali yake ya uchumi ni mbaya, anatafuta sadaka ya kutoa. Yani unamwona kabisa moyoni ameazimia kufanya kitu kwa Mungu, lakini hana. Unaweza ukaona Mungu amerudisha matumaini yake. Jamani, amina. Wapendwa, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, kuna watu wako kule. Yule rafiki yangu kama anaweza akanisaidia kitu kimoja, yule rafiki yupo? Rafiki yuko, unaweza kudisplay ile kitu hapa? Kuna link ile moja, nitaka niseme neno moja pale. Kuna moja imeandikwa Jezil. Acha ile
kama unaweza kunionyesha. Wakati anatafuta, nitaka niwaonyeshe kitu kimoja, watu wa Mungu, ambapo najua sijatoa maelekezo ya kutosha, lakini acha ile missionary anthem, weka ile nyingine kama hauna basi naomba tuache. Watu wa Mungu, yule mama mpaka tunaachana, yule mama moyo wake ulikuwa mbali, unamtafuta mama, haelewi, mwezi mzima hana usingizi, anajua lile tatizo litamrudia, na hakuwatangazia watu kwamba mtoto wake amepona, kwa sababu alikuwa haamini. Alikuwa anajua inaweza ikarudia tena, kwamba nimehangaika kwa waganga wote, nimehangaika kwa hospitali zote, nimehangaika kila mahali, inawezaje ikaisha tu kwa dakika 30? Jamani, Bwana asifiwe. Mungu anatuwazia mawazo mema. Mungu anatuwazia mawazo mema. Na mimi nawaeleza hivi tunavyozungumza hivi, nataka niwaeleze hivi tunavyozungumza hivi, kuna watu wako mahali fulani wanahitaji kusikia neno la Mungu ili uponyaji uwatokee. Jamani, amina. Wako watu ambao wanahitaji Mungu awatokee. Na sisi kanisa, neno la Mungu hili hapa limesema, Yesu anasema akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Jamani, amina. Yes, anawaambia enendeni mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, na hili ni neno la Mungu. Jamani, amina. Wakati anatafuta hapo, naomba twende kwenye neno la pili. Neno la pili pale kwenye ule mstari wa 15 anasema, mstari ule wa 15 anasema akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Hilo neno injili, hebu sema injili. Jamani, amina. Injili tulishasema ni habari njema. Amen. Ni habari njema. Injili ni habari njema. Injili ni habari njema kwamba Yesu amekufa msalabani kwa ajili ya kumpatanisha mwanadamu na Mungu. Sema amen. Injili ni tangazo la msamaha wa dhambi. Jamani, amina. Naenda haraka. Nimesema injili ni habari njema kwamba Yesu amekufa msalabani, ametupatanisha sisi na Mungu. Lakini injili ni habari njema ya msamaha wa dhambi zetu. Lakini pia injili ni habari njema la ukombozi, habari njema ya ukombozi. Injili ni habari njema kwamba shetani anatuachilia kutoka kwenye magereza yake. Jamani, amina. Injili ni habari njema kwamba shetani anaenda kutuachia kwenye gereza lake. Injili ni habari njema kwamba shetani, kwa habari njema kwamba tunaenda kuepuka hukumu ya moto wa milele. Nimesema naenda haraka. Injili ni habari njema kwamba Yesu ametupatanisha sisi na Mungu. Ni habari njema ya msamaha wa dhambi. Ni habari njema ya ukombozi. Ni habari njema ya kufunguliwa kutoka kwenye magereza ya shetani. Ni habari njema kwamba tumeweza kuepushwa na hukumu ya moto wa milele. Jamani, amina. Ni habari njema kwamba Yesu Yesu anaponya magonjwa na waliosetwa na nguvu za yule adui. Jamani, amina. Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Ngoja nikueleze, watu wa Mungu, wangapi mmeshawahi kuuguliwa? Umeshawahi kuuguliwa, si ndio? Ulipouguliwa ulienda hospitali ukapewa dawa, si ndio? Ulienda hospitali ukapewa dawa au ukaandikiwa sindano. Injili ni habari njema. Kama ambavyo dawa kwa mgonjwa ni habari njema, ukiandikiwa dawa na daktari ya kwenda kumpa mgonjwa, ile dawa usipompa mgonjwa, yule mgonjwa atakufa.
Jamani, amina. Yule mgonjwa atakufa, yule mgonjwa hatapona. Injili tunayoihubiri ni habari njema. Iwapo itatoka kwako, itaenda kwa yule anayeihitaji. Jamani, amina. Itaenda kwa mwenye dhambi. Mwenye dhambi akisikia habari njema, akisikia injili, hiyo ndiyo habari njema. Lakini kabla haijafikiwa, tukikaa nayo mifukoni, tukakaa nayo hapa Msewe, tusiipeleke kule Mafia, tusiipeleke kule Mtwara, tusiipeleke kule Lindi, tusiipeleke kule Mara, tusiipeleke kule Katavi, tusiipeleke kule Kigoma, tusiipeleke kule Shinyanga, tusiipeleke kule Kagera. Injili haiwezi kuwa habari njema. Hiyo ni habari njema iliyofichwa. Jamani, amina. Na haiwezi kuleta matokeo, haiwezi kuleta matokeo. Na mimi sipati picha. Nataka niwaeleze, miongoni mwa watu ambao ninajaribu kufikiria, wako wangapi watu ambao wanateseka kama Ana anavyoteswa? Wako wangapi? Baba yenu huyu ni mwinjilisti. Kila mara ukienda kuhubiri injili, unakutana na matukio, unakutana na watu ambao wanakueleza mateso yao. Tulipohubiri injili wakati fulani kanisani, mama mmoja aliokoka. Yule mama anasema yeye alikuwa anakaa kijijini. Anasema kule kijijini alikuwa nyumbani anakolala, nyumba hailaliki. Yeye mwenyewe amepata na tatizo baya la kutokwa damu la miaka. Mtoto wake wa kwanza anaumwa non-stop, na hata ukimpeleka hospitali madaktari hawaoni ugonjwa wowote. Mgonjwa wa mtoto wake mdogo, yeye ndio ilikuwa kababula. Yule mtoto alikuwa hali chochote zaidi ya kula mkaa maisha yake yote. Akahama kijiji cha kwanza, akadhani anakimbia, hali bado inaendelea. Akahamia kijiji cha pili, hali bado inaendelea. Akahamia kijiji cha tatu, hali bado inaendelea. Akahamia kijiji kingine, hali bado inaendelea. Mwishoni wakamwambia, wewe bora uende mjini. Akatoka kule akaja mjini. Alipofika mjini hali bado iliendelea. Lakini ashukuriwe Mungu, mtoto wake huyo mbinti mkubwa alienda pale, alikuja kanisani, tukamwombea. Tulipomwombea akapona saa hiyo. Akarudi nyumbani akamwambia, mama, nimepona, mimi simezi dawa tena. Mama yake akaja Ijumaa. Alipokuja siku ya Ijumaa, mama na yeye, mimi sijui chochote, tukamwombea, maana hakusema shida yake. Tukamwombea, tulipomwombea damu ikamkauka, tatizo la kutoka damu likaishia pale. Anasema hakusikia shida tena kwenye maisha yake. Kuanzia pale akaondoka, akaeleza habari ya mtoto wake mdogo. Tukamwombea, yule mtoto akawa mzima kuanzia saa ile. Ndo kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi akaenda akala ugali. Jamani, haleluya! Jamani, amina. Yule mama, rafiki zangu, kuna watu wanateseka sasa hivi, wanahitaji tu kusikia injili inahubiriwa. Wanahitaji kusikia injili inahubiriwa. Na nakueleza, ndo hapa tunafika kwenye udharura wa injili. Udharura wa injili. Injili haisubiri kesho. Injili haisubiri kesho. Yes, injili haisubiri kesho. Haisubiri kesho. Haisubiri kesho. Rafiki, iache tu. Haisubiri kesho. Injili inahitajika kuhubiriwa leo, na wa kuokoka leo aweze kuokoka leo. Jamani, amina. Ngoja nikueleze. Aliwahi kuzungumza mwinjilisti Bonke, akasema mtu anayehitaji kuokoka ni sawasawa na mtu aliyezama kwenye maji. Mtu aliyezama kwenye maji anayetaka msaada, ukimwambia unataka nikusaidie utoke kwenye maji, hawezi kuambia kesho au baadaye. Anahitaji msaada saa hiyo.
Ndio mfano na kueleza. Mimi yamenikuta, yamewahi kunikuta. Mzee, wakati tumeenda kwenye mafunzo ya uinjilisti Marekani, tuko kwenye apartment. Sasa unakaa miezi 5 na kuna nyumba iko jirani. Kila nyumba ina swimming pool pale. Mimi nimetoka huku Kahama hakuna swimming pool, bora nyi wa Dar es Salaam. Sasa kila siku watu wanaogelea. Kwenye darasa langu watu wengi ni vijana. Sasa vijana wanapenda kutoka, wanaenda mijini, wanafanyaje. Mimi sikutaka kujichanganya na vijana kwa sababu mambo yao tu yalikuwa yananikera. Vijana wengi, asilimia kubwa wale hawajaoa, hawajaolewa. Kwa hiyo mambo ni watu ambao siwezi kutembea nao. Kwa hiyo ninabaki pale. Wenzangu walioko pale wanaenda kuogelea, na mimi nikiwa pale. Siku moja ni rafiki yangu kutoka Australia akaniambia, Gewe, nikufundishe kuogelea. Nikamwambia mimi nimeogelea zamani sana kwenye mito ya kijijini, kwa hiyo sina hiyo experience. Yule jamaa akaniambia twende, na mimi nikasema twende. Yule jamaa akaniambia ingia kwenye maji, nikamwambia hapana, ingia wewe. Sasa yeye ni mzoefu sana. Yeye alikuwa amekaa pale pembeni. Sasa ameniambia mimi ingia kwenye maji. Sina uzoefu wa swimming pool, mtoto wa watu. Nimefika pale kwenye zile ladders, ngazi za kushukia. Kumbe bwana ni inchi 7 kwenda chini. Ni inchi 7, sijui futi 7 kwenda chini. Rafiki yangu yuko pale, mimi sijui chochote. Mimi akili yangu, hesabu zangu zinanionyesha hiki kilada hii ngazi ni ya kushukia watu ambao hawana uzoefu sana wa kushukia kwenye maji. Si mwenzako nikaingia nikajitupa kule, boom. Nimefika pale, safari ya kutoka pale mpaka pale juu ninafanyaje? Akili ilikuwa bado inafanya kazi. Nilichofanya nikaanza kurukaruka namna hii. Narukaruka namna hii. Ninanyoosha mkono namna hii. Yani nakwambia dakika nimeshaanza kunywa maji. Ryan akaona mkono wakati napiga kelele, Ryan help, chini. Ryan help, ndani ya maji. Ryan help, ndani ya maji. Ryan alizama, ndio kunishika akanirusha nje kwa sababu ni mzoefu. Ndio nikajifunza mtu ambaye anapotea anahitaji udharura wa haraka sana. Nilipotoka pale nikakaa, nikatafakari, nikasema aha, kumbe ndio nilikuwa naenda kuacha watoto wangu kirahisi hivi. Kumbe ndio nilikuwa naenda kuacha mke wangu kirahisi hivi. Kumbe ndio nilikuwa ninaenda kuacha familia yangu hivi. Kuanzia pale akili yangu ikaja, nikasema watu wa Mungu, wenye dhambi wanaopotea dhambini, kuna namna hatuoni namna ambavyo wanaenda kupotea, na wanahitaji msaada wao wanahitaji msaada wetu sasa hivi, wala sio kesho. Yani wanahitaji msaada sasa hivi. Yani wanahitaji msaada leo na wala sio kesho. Wanahitaji kuokolewa leo. Wanahitaji kuhubiriwa injili leo na wala sio kesho. Na mimi nikajaribu kuangalia, nikasema kama Ryan asingelikuwepo, nini kingelitokea? Kama Ryan asingelikuwepo, nini kingelitokea? Kama Ryan asingelikuwepo, Tanzania ingepata msiba kwamba kuna mchungaji anaitwa Gewe amekufa kwenye maji. Nikafikiria habari ya msiba uliotokea wa siku za karibuni wa mchungaji mwenzetu, nikasema ni kwa sababu hakukuwa na mtu wa karibu wa kuzama naye na kwenda kumuinua na kuondoka naye. Wapendwa watu wa kanisa la TAG Msewe, nataka niwaeleze
Mungu ametuweka kwenye mazingira ya kwenda kuokoa roho za watu wengine ambao wanapotea leo, na wengine wanaruka juu, wanasema msaada, hawaoni msaada, wanarudi kwenye kifo. Wanaruka juu, wanazama kwenye maji, wanasema msaada, hakuna mtu anayeweza kuonyesha msaada. Watu wa Mungu, Mungu anatuhitaji twende tukajitokeze, tuseme tuko tayari, tunaenda kuokoa, tunaenda kuokoa. Mungu anahitaji. Nataka niwaeleze tatizo tiliko hapa. Wanadamu ni wabinafsi. Yeye akishapona hawazi habari ya mtu mwingine. Lakini nataka niwaeleze sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu inasema nendeni. Sauti ya Mungu inasema nendeni. Sauti ya Mungu inaondoka, inasema ondokeni. Kuna watu wako kule wanalia. Kuna watu wanasema wanahitaji msaada, na kwa kuwa hawajui Injili, hawajui kitakachowasaidia ni waganga, hawajui kitakachowasaidia ni nini. Lakini nataka nikueleze, ni vizuri tukaenda tukawasaidia hao watu kabla hawajapotea. Biblia inasema kwenye Mathayo 7:14, anasema njia nyembamba. Jamani, amina. Inazungumzia habari ya njia nyembamba. Anasema njia pana inaenda upotevuni. Jamani, amina. Nataka niwaeleze, hata sisi hapa tulikuwa kwenye njia ya upotevuni, lakini kuna watu walisimama njiani wakasema Yesu yuko huku, Yesu anaokoa huku. Tukaamua kugeuka, tukaacha njia pana, tukaenda kwenye njia nyembamba, tukakutana na Yesu. Na hivi hapa Yesu kuna watu anawahurumia. Anahitaji kanisa la TAG Msewe lione hilo hitaji. Kuna mtu anahitajika kuokolewa. Kuna mtu anahitaji kuokolewa. Kuna mtu anahitaji kuokolewa. Niliona mfano huo kijijini kwetu. Ngoja nimalize kwa kusema kuna nyumba iliungua ya nyasi. Nyumba za nyasi kijijini kwetu ni nyumba za nyasi. Nyumba iliungua. Nyumba ilipoungua, unajua milango ya kwetu ni ya kupanga miti. Unapanga mmoja unalaza hivi. Kwa hiyo unaipanga mpaka hapa juu. Nyumba ikaanza kuungua pale mlangoni, ndio palianzia moto. Nyumba ikashika. Watu wako ndani. Usiku saa 8 nyumba ilipowaka, mama mwenye nyumba ana wiki 3 amejifungua. Ana wiki 3. Walipokurupuka usingizini, wakaamuka, wakakimbia. Mama akakimbia, watoto wakakimbia. Mama akaenda kuzimika kule, akazimia. Mama anazinduka ndani ya kama dakika 5, anakumbuka katoto kake kachanga amekaacha mle ndani. Mama akapiga kelele, akasema nimeacha mtoto wangu ndani. Akapiga kelele, akashika mikono kichwani, akasema nimeacha mtoto wangu ndani. Mzee mmoja mwenye roho ya kuhurumia, mwinjilisti mwenye roho ya kuhurumia, yule baba alikimbia, aliingia ndani ya nyumba pamoja na moto, alikanyaga moto, akaingia mle ndani. Alikuwa na ramani ya kitanda, akachukua katoto. Moto ndio kwanza ulikuwa unaanza kudondoka kwenye kile kitanda. Yule jamaa akamnyanyua, akakimbia naye, akamweka yule mtoto mahali pale. Yule mtoto akaokoka na ule moto. Leo ni dada mtu mzima tangia miaka ile ya 98. Kuna watu wanahitaji waokozi. Kuna watu wanahitaji waokozi. Watu wa Mungu, kuna watu wanahitaji waokozi. Ninavyozungumza na wewe, kuna watu leo wanalia, hawana msaada. Kuna watu leo wanateseka. Kuna watu leo wanaomba mkutano wa Injili utokee. Niliwaambia mmebarikiwa, mna mchungaji Mjaki ambaye anahubiri mikutano ya Injili, watu wanaokoka. Nyie kanisa mmebarikiwa, mna mahali pa kuhubiri Injili, mna mahali pa kuhubiria watu waokoke, mna mahali pa kuombea miujiza itokee, mna mahali pa kuomba, mna mahali pa kuomba, mna mahali pa kutoa sadaka ya uinjilisti, mna mahali pa kutoa sadaka ya uinjilisti. Kanisa la Msewe, sipati picha. Unajua sisi hatuoni, lakini Mungu akiangalia kule
anaona watoto wake wengine wanasumbuliwa na dhambi, wengine wanateswa na nguvu za giza, wengine wananyanyaswa na ibilisi. Mungu ameshatoa tangazo, amesema kanisa, enendeni. Kanisa la TAG mseme enendeni, enendeni, na taa ya kijani imewaka, taa ya kijani ya kwenda imewaka. Na Mungu akiangalia anaona kabisa, amesema, lakini kuna vitu bado vinatuzuia, na Mungu akaturehemu. Hebu shika moyo wako usema, Mungu nisaidie. Naomba usimame, watu wa Msewe, watu wa Mungu. Sio nyepesi, sio jambo jepesi, ni jambo linalohitaji msaada wa Mungu. Hebu funga macho yako, tutafakari kwa pamoja. Piga macho yako kila upande Tanzania, angalia mashariki na magharibi, kusini na kaskazini, kwenye kijiji ulichotoka, kwenye mji uliotoka. Angalia watu wanavyoteswa na ibilisi, angalia watu wanavyokufa bila Yesu, watu wanavyokufa bila Yesu. Wengine siku tukifika, nani ajuae? Sijui kama tunaonana au hatuonani, lakini atakuona kwa jina, atakuita kwa jina lako, atasema, John, mbona hukusisitiza sana? Mbona hukusisitiza sana kuna kupotea? Mbona hukusisitiza sana kuna kupotea? Angalia sasa, watalia kama yule tajiri, watalia kama yule tajiri. Hebu jioni ya leo kanisa, ninataka tukamuombe Mungu atupe moyo, atupe moyo, tupe roho ya udharura kama ya yule jamaa aliyotoka kwenda kumwokoa yule mtoto. Hakujali ya kwamba anaungua. Yule jamaa mpaka leo ana alama mabegani, ana alama usoni, ana alama usoni. Akiangalia anakumbuka namna alivyofanya kazi ya uokozi. Kama uko hapa unasema, Mungu naomba nisaidie nikahubiri neno lako, nisaidie nikashiriki kuhubiri neno lako, ninataka tuje hapa mbele tukamwambie Mungu, naomba ukatusaidie. Kama moyo wako unasema, ninataka Mungu akaniguse, ninataka Mungu akanisaidie, nikasaidie angalau nikashiriki mtu mmoja. Kanisa la TAG Msewe, ukifika mahali hapa, twende tukamwambie Bwana, kwa nini hatuna haraka? Hatuna haraka kwa sababu adui ameziba mioyo yetu, adui ameziba macho yetu, adui amezuia masikio yetu. Hatuoni wala hatusikii, hatuoni wala hatusikii. Tumekaa na habari njema. Habari njema tunayo, habari njema iko kwenye midomo yetu, habari njema iko pamoja nasi. Tusipoipeleka haiwezi kuwa habari njema. Hebu twende kwa sauti wote tukamlilie Bwana, tukamwambie, kila mmoja amwambie Bwana nisaidie. Lakini ngoja uombe maombi haya nami kwanza. Sema, Yesu, nimesikia neno lako. Najua siku zinaenda, najua masaa yanaenda. Ninaomba unisamehe kwa sababu Mungu, nimekuwa mlegevu kwa ajili ya kuhubiri neno lako. Ninaomba unipake mafuta, naomba unipake mafuta. Nisaidie Yesu, niwe na mzigo. Ninaomba moto wako, ninaomba moto wako ndani yangu, ninaomba moto wako ndani yangu, katika jina la Yesu. Raba shakari andabaseke. Hebu paza sauti yako, hebu twende tukamwamini Bwana. Hebu Mungu akakuinue leo. Kuna watu wako kwenye dakika za mwisho, na kueleza mimi kama sio Ryan kuniokoa leo nisingekuwa nasimama mbele yako. Rafiki, kama sio Ryan kuniokoa leo nisingekuwa ninasimama mbele zako. Nataka nikueleze, kuna watu wanapotea, kuna watu wanahitaji kutokewa leo. Riba karia rabashaka, reba 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 karia rabashaka, riba koria ndabasaka. Baba, tunaomba ukatusaidie, tunaomba ukatusaidie kama kanisa lako, tukatekeleze wajibu wako Bwana, tukatekeleze wajibu wako Bwana. Bwana, neno lako Mungu, neno lako Mungu, neno lako Mungu, neno lako Mungu.
neno lako Mungu, neno lako Mungu, tukajitoe kwa ajili ya neno lako, tukajitoe kwa ajili ya neno lako, tukajitoe kwa ajili ya neno lako, tukajitoe kwa ajili ya neno lako. Ninaomba neema ya Mungu, ninaomba neema ya Mungu, ninaomba neema ya Mungu ikakutembelee, neema ya Mungu ikakutembelee jioni ya leo, ikakutembelee jioni ya leo, ikakutembelee jioni ya leo, ikakutembelee jioni ya leo, ikakutembelee jioni ya leo. Rabashakaria rabasaka rinda rabasakaria rabashaka rabashakaria rabasaka ribakaria rabashaka ribakaria rabashaka ribakaria rabashaka rebakanda bashaka rinda rabashekerebe koria raibo konde bashakaria bakaseke shebe koria bakashika rabashakaria raboshoko. Rafiki, neema ya Mungu, mwambie Bwana nisaidie, mwambie Bwana nisaidie. Kuna watu hawalali usiku, kuna watu hawalali usiku, kuna watu hawalali usiku, kuna watu hawalali usiku, kuna watu wanahitaji msaada, kuna watu wanamlilia Mungu usiku na mchana, wanahitaji Mungu awatokee. Kuna familia hazilali, zinahitaji Mungu awatokee. Na wewe ndio una dawa, 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 wewe ndio una dawa. Dawa ni Injili. Injili ni maombi yako, itaenda kwa maombi yako, itaenda kwa wewe kwenda kuhubiri, itaenda kwa wengine kushuhudiwa. Rabashakaria ndabasaka shinda rabasakaria raboshoko. Tufanye Bwana kama yule baba aliyejitoa kwa ajili ya kuokoa uhai wa yule mtoto, kwa ajili ya kuokoa uhai wa yule mtoto. Mungu, ninakusihi, ninaomba ukatutokee, ninaomba Bwana ukatutokee, ninaomba Baba ukatutokee, ninaomba Baba ukatutokee, Baba ukatutokee. Baba, katika jina la Yesu ninalibariki jina lako. Rabashaka. Hebu tulia mahali ulipo rafiki, kama ambavyo tumeshirikishwa neno la Mungu. Kuna watu walihubiri Injili ikatufikia. Huruma iko wapi? Huruma kwa wanaopotea iko wapi? Iko wapi huruma? Iko wapi huruma? Injili ni dawa, ni dawa ya mgonjwa wa kiroho. Anahitaji. Yule mama binti yake alipopola, aliogopa hata kutangaza. Amini, kumbe kuna dawa. Hakuwahi kujua kumbe kuna dawa inayozidi dawa ya hospitali. Hakujua. Rafiki, una dawa ya kuokoa uhai wa mtu asiende jehanamu. Una dawa ya kuokoa maisha ya mtu asiende jehanamu. Una dawa ya kumsaidia mtu akaponywa kutoka kwenye nguvu za giza. Unayo dawa. Dawa iko kwako. Dawa iko kwako. Yesu amesema enendeni. Dawa iko kwako. Iko kwako. Tunahitaji kufikiria vizuri. Tunahitaji kuangalia njia zetu. Tunahitaji kuangalia njia zetu vizuri. Sema, Yesu, naomba unisaidie kwenye maisha yangu. Kuanzia leo nipe mzigo, nipe huruma ya kuona wale wanaoteseka. Bwana nisaidie. Fufua shauku ya Injili, kiu ya Injili. Bwana nisaidie katika jina la Yesu. Na kushukuru Bwana. Amen. Amen. Hebu mpe Mungu makofi wakati unarudi.
wakati unarudi.